Habari yako? Salama kaka. Karibu. Asante. Nikusaidie nini? Nilikuwa namuulizia dada fulani mweupe hivi. Alikwambia anaishi hapa? Ya, anakaa kwenye nyumba hiyo hapo. Anaitwa Sheila. Okay, Sheila. Basi Sheila hayupo. Na akija nimwambie nani alikuja kumtafuta. Akija mwambie kwamba handsome boy wake amekuja kumuona. Handsome. Ndio. Sawa. Karibu tena. Asante. Asante kaka. Handsome. Aya. Mola unisaidie, ninateseka sana, ninayoyapitia. Fatuma shoga yangu, mbona umepotea? Hamna rafiki yangu, mimi nipo tu nyumbani. Sema sitaki tu kuzurura mitaani. Alafu umepotea na kwenye kijiji chetu hatukuoni tena. Mwajuma, mimi nipo tu nyumbani, sema wewe tu hautaki kuja kuniangalia. Hivi Fatuma, habari za Mateso unazisikia? Mateso? Kafanya nini tena? Acha nikwambie, sababu wewe ni rafiki yangu. Yaani hapa sina kifua cha kuweka na moyo wangu sio kabati. Shoga yangu, Mateso anateseka. Mke wake ananuka, afadhali usikie harufu ya chooni shoga langu. Mwajuma, wewe ulijuaje kwamba mke wa Mateso ananuka? Wewe Fatuma wewe. Haunze kuniuliza mimi, hata mtoto mdogo anajua habari ya Mateso. Aliyozaliwa juzi anajua habari ya Mateso. Sasa hivi subiri mtu apite barabarani, umuulize kama habari ya Mateso haijui. Alafu mimi nisikosi kujua, kwani mimi ni nani? Wewe sina Mwajuma wewe kwa mahabari. Yaani wewe njoo pikipiki posta au kijiji rafiki yangu. Nipe kwa 5 tuchangie usuti. Sema mimi tu nilikuwa kama sipo kwenye kijiji. Sikiza sasa nikwambie shoga yangu. Hapa nataka nikupatie na wengine umbea. Unaona kwanza gisi nilivyo? Unaniona mimi? Nakuona. Sasa hivi naanza kumiliki nyumba ya Mateso. Unasema nini wewe? Yaani wewe uwe mke wa Mateso? Sasa mbona kama unabadilika ghafla? Wapi rafiki yangu? Sema tu wewe ndio ulikuwa unanishangaza. Yaani uwe mke wa Mateso na Mateso na mke wake? Sikiliza nikwambie. Mke wa Mateso inabidi mimi nimtoe pale. Alafu historia ya mke wa Mateso ifutiliwa mbali kwenye kijiji. Unanifurahisha sana Mwajuma. Na napenda sana unavyojiamini. Ukifanikiwa kumtoa mke wa Mateso pale, utakuwa unapata nusu ya utajiri kwenye maisha yako. Nusu ya utajiri? Unamaanisha nini wewe? Mwajuma. Mwajuma. Mimi nataka kukusaidia kumtoa mke wa Mateso pale. Kweli? Kweli Mwajuma. Unajua wewe ni mzuri sana. Na naamini kumtoa mke wa Mateso kwako ni rahisi. Sasa unachotakiwa kufanya, uje kwetu magharibi. Takuonesha nini ya kufanya. Sawa. Kama utaweza kunisaidia, mimi nitafika. Alafu kuna kitu naenda kutazama pale. Jioni nitafika. Mume wangu,
Nilikuwa nahitaji pesa ya matumizi. Maana vitu ndani vimeisha. Kwani kuna nataka ninunue vingine? Yaani wewe toka siku ile ulinikabidhi zile pesa, yaani kila siku habari ndani ni pesa, pesa, pesa. Hakuna mambo mengine ya kuzungumza ndani ya nyumba. Nikiingia pesa, nikitoka pesa. Mume wangu, kipi ambacho ukielewa? Vitu vimeisha. Nahitaji pesa ya kununua vingine. Hujui kama humu ndani tunakula? Au umesahau majukumu yako? Sasa wewe nahisi kwamba utakuwa na matatizo yako mengine, sio pesa tu. Kwa sababu kabla hujanipa zile pesa, humu ndani ulikuwa unakula. Chakula kilikuwa kikatiki. Na hata hivyo najua chakula kipo. Wewe una mambo yako mengine, sio pesa tu. Vitu vidogo unataka kuvifanya vitu vikubwa. Kwani usinipatie tu yote tukayamaliza? Kwani uko hivyo wewe? Au pesa hauna? Unataka kujua pesa hiyo ilipo? Pesa hiyo nimeifanyia mradi. Tena mradi hiyo ni kwa ajili ya maendeleo yetu sisi wote. Mradi? Ina maana sasa hivi unafanya vitu peke yako bila kunihusisha mimi mke wako. Eti mume wangu, mimi sitaki kusikia. Nataka nijue pesa umeweka wapi. Yaani hapa hamna maelewano. Hamna. Nimekuambia hivi, sitaki tena kusikia kelele za pesa. Sawa? Mungu, mimi hapa sitaelewa kitu hapa. Mimi nahitaji pesa. Mateso za miaka. Salama, habari yako? Salama. Za siku Mateso. Nzuri. Mbona kama Mateso, mbona shangaa hivyo? Ni mimi Sandra. Unasemaje? Ndio, ni mimi Sandra. Sandra? Ndio. Habari yako? Salama. Dada. Sandra. Naam. Muda mrefu sana sikuoni. Mimi nimekuwa mjini kusoma kidogo na hivi nina siku mbili hapa. Katika pitapita zangu ndio nikaona Mateso. Kweli hongera sana ikiwa kwamba baada ya pale ulienda ukapata nafasi ya kuendeleza masomo mjini. Yaani hongera sana Sandra. Ndio kwa maana nimeona umepotea sana. Ni hatari Mateso. Afu Mateso, mbona kama vile umebadilika sana? Si unajua hali ya maisha, jinsi tulivyo hapa ndio hivyo nilivyo na mimi. Hapo sana kuelewa. Afu nikuulize kitu. Hivi umeshaoa? Ndio. Naoa muda mrefu sana. Sasa hivi mwaka mmoja nipo kwenye ndoa. Sawa, nimekuelewa. Na vipi? Umefikia kwa mzee? Ndio, nimefikia kwa mzee. Basi sawa, asante sana. Nikipata muda nahisi kwamba atakuja kukuona. Okay, sawa. Kwaheri. Haya, asante. Unajua vizuri matatizo ya ndoa yangu. Na siku zote huwa nakulalamikia wewe. Na siku ya leo ndio ya mara mwisho. Sasa shemeji, ukiniambia siku ya leo ndio mara mwisho unataka kumaanisha nini? Peni, najitahidi sana kutengeneza ndoa yangu. Lakini hakuna chochote ambacho kinabadilika. Siku ambayo naitengeneza ndio siku ambayo napata furaha. Nyingine siku mambo yanabaki kuwa yale yale. Naona kubadilika kwa mume wangu hamna kabisa. Shemeji, unataka kuniambia kama wewe mwenyewe unatafuta kuvunja ndoa yako? Kumbuka, wewe ni mwanamke. Katika ndoa inahitaji uvumilivu. Na Barnaba sio mjinga. Unajua ameacha wanawake wangapi huko nje? Mpaka kaamua kukuoa wewe, akaishi na wewe ndani. Inabidi uvumilie tu. Beni, siku zote unaweza ukavumilia, ukajikuta unajichimbia kaburi na kujizika peke yako. Kwa hiyo mimi sioni kama naweza nikaendelea kuvumilia hili. Unajua kuhusu pesa alizonazo?
Ndio, kuhusu pesa ndio, ameshaniambia tayari. Ndio, ana miradi ambayo anafuatilia na ile ilikuwa bonge la surprise kwa sababu yako. Kwa sababu wewe usiniambie kama ni kwa sababu ya hiyo pesa ndio umekana hasira hivi. Beni, ingekuwa ni wewe una mke, alafu anafanya kitu bila kukwambia, ungejisikiaje? Sawa, kweli ningeumia. Usilolijua kuwa Barnaba anafanya kwa manufaa yenu wawili. Na kama ungeumia, ndicho kipindi ambacho mimi nachopitia sasa hivi. Na makosa yote ambayo ameshanifanyia mume wangu. Yaani naonekana kama mimi sisamini mbele yake. Kwa hiyo mimi nimechoka. Shemeji. Au sinoni basi. So unaniamini mimi? Mambo yatakuwa sawa. Cheka basi kidogo. Cheka. Wewe. Haya. Kwa hiyo basi. Asante. Haya. Wewe watoka wapi? Kwani vipi? Kumbuka hapa ni nyumbani kwangu. Utokapo na uingiapo lazima nijue. Ama sharti ameanza lini? Hivyo unaelewa ninachokiongea? Yaani wewe imefikia hatua kwamba unakuwa unaletea wanaume na magari wanakuja kutafuta wewe. Kwa hiyo nisio kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano? Walipotezea. Wewe rudia. Ngoja nikwambie kitu. Tatizo la mke wangu alitonisumbua akili. Halafu la kwako pia nitake kunivuruga akili. Nachotaka kukwambia, kuanza leo hii uingiapo utokapo ruksa ni mimi. Na iwe mwisho kuniletea wanaume wanaojiita maendisamu wa kijiji nyumbani kwangu mimi. Hii ni onyo la mwisho. Usije nikaona tena. Bana, kila mtu na msalaba wake. Ule ni mkeo. Mimi sihusiki kabisa wala sitaki nihusishwe. Halafu ujiona mwanaume mwenzio kaja na gari. Kila siku unaingia hapa na kinga. Hebu pambana basi kidogo, japokuwa kipikipiki. Angalau upate kumsafirisha mkeo kwenda huko ana. Naomba unisikilize. Akili ya mwanaume imekaa kichwani. Na fikra ya mwanaume kamili haipo kwenye vitu. Watu wote wanaomiliki vitu, wengi wao ni watapeli na waongo. Haya maneno ipo siku utakuja kuyakumbuka. Heshima ya mwanamke siku zote ni kukaa kwenye ndoa, na sio katika njia unazozitembelea wewe na ukijipiga kifua. Hebu jaribu kuelewa kitu kimoja. Haliye sahihi sasa hivi ni dadako wewe. Maoni yangu ni kwamba ndani ya siku 2 nitakusafirisha kijijini kwenu. Sawa nabii. Naonekana sifai, mjinga, sina maana. Hivi kwa nini haya mateso? Nilivyozaliwa ndivyo walivyozaliwa. Jina langu limechukua uhalisia. Maisha yangu yamekuwa yenye matatizo. Manyanyaso, kilio, kuonewa, dharau, kutupa, kuzaroliwa. Ulimwengu wote umeniangukia. Kwenye hili jeneza nitatoka. Odi kwa mwenyekiti. Barnaba. Naam. Niko huku. Kwa huku. Natoa kwanza uchafu bwana. Mwenyekiti. Karibu.
Asante bwana. Haya. Sasa hizi bwana. Salama bwana. Haujambo? Mimi nashukuru Mungu. Sawa sawa. Bwana, mimi nimekuitisha hapa. Naam. Kuna washikaji wamoja walikuja kupiga fujo hapa kusikana wademu zao. Wanakosa mahusiano mazuri baina ya wao na wademu. Halafu isitoshe, wewe umeoa Barnaba. Tayari umeshakuwa mume wa mtu. Kuna tabia zingine hacha ndugu yangu. Kuwa na mipaka katika kutongoza kwako. Tizama ni nani unapasha kumwendea. Halafu inabidi uipe ndoa heshima yake. Ndoa yako haina tena heshima. Ukishakuwa mume wa mtu, epukana na mabinti wa wengine. Acha pia wengine nao upate na nafasi. Mwenyekiti, mimi nimekusikia, tena nimekuelewa. Lakini tambua kwamba katika kijiji hiki watu huwa wanaongea sana. Na sijui kwamba maneno yao ambayo wamekuletea una uhakika gani na maneno. Barnaba, mimi kama mwenyekiti, hakuna mwanakijiji anaweza kuja kucheza na hisia yangu kwa kuniambia taarifa za uongo. Ni jambo ambalo lina ukweli ndani. Wana ushahidi, wana sehemu ambao wanakuona. Sasa hivi nadhani watu wanaweza wakaja kuniambia mimi taarifa ya uongo alafu na mimi nikubali? Mwenyekiti, nadhani kwamba unafahamu fikra kwamba sisi bado ni vijana. Na kinyume na kuwa mwenyekiti, hata wewe pia ni kijana. Nadhani kwamba masuala kama haya unayaelewa na wewe pia. Si unajua mwenyekiti? Barnaba, wewe ni kijana mwenzangu. Unaweza kuzani leo unakula ujana wako, lakini unasahau kuwa unaharibu hatima yako. Lakini mwenyekiti, mambo mengine inabidi unakuwa unayapatia muda kidogo. Basi mimi naona labda nikuangalie kidogo hata upate hata maji japo kidogo. Barnaba, mwenyekiti, unajua mambo mengine inabidi upunguze sasa, lakini inabidi uwe na mipaka hata hivyo, lakini ndio. Nitaangalia basi na mimi namna gani nitapunguza basi. Si unajua tena mwenyekiti? Sawa. Mimi naomba nikuache mwenyekiti. Sawa. Basi endelea na kazi yako hapo bwana. Haya bwana, nashukuru sana bwana, nashukuru. Hapa na kazi siendelee pia, hata ndio kwanza ndani. Kijana. Baba. Yakwaje? Ndio. Kama kawa. Shughuli zako ndani. Mwanangu anatengeneza uswafi hapo kidogo. Kama kawa. Bwana leo mapema sana hivyo. Ni hatari sana kakaangu. Na najua itakushangaza sana mimi kuja hapa muda kama na huu. Kusema kweli, mimi ni mdogo wako. Siwezi kupata tatizo alafu nishindwe kukwambia. Hapa nilipo nina shida kubwa sana kuliko. Nimekuja hapa kwa sababu kunipa ushauri. Pole sana mdogo wangu. Lakini unajua hiyo inanishangaza sana. Hapa juzi wewe umenisaidia katika matatizo ambayo shemeji yako anapitia. Halafu leo wewe tena yule ambaye unanifariji mimi unakuja kusema kwamba una matatizo. Hivi mdogo wangu, uone kama kabisa hapo nitakuja kukosa msaada? Kaka, hapa ndipo nilipokuja kuamini ya kwamba matatizo ni sehemu ya maisha. Nilichokutana nacho mimi leo hii wala sikutegemea. Huwezi kuamini. Hebu niambie, tatizo ni nini? Rozi. Yaani mdogo wangu mimi nilijua tu. Nilijua pa Rozi tayari ameshaanza kuchanganya na wanaume wengine. Ndio sababu eti Rozi ni mjamzito. Najua kushangaa sana. Baada ya kusikia napigo la butwa. Sikuamini. Rozi ni mjamzito? Umempa mimba Rozi? Rozi sasa hivi ni mama kijacho. Kaka, akili yangu mimi imechanganyikiwa. Akili yangu imechanganyikiwa kabisa. Nashindwa nifanye nini. Nimekuja hapa kama mdogo wako, kuja kuomba shauri. Kaka, nifanye nini mimi sasa hivi? Kaka, nimekwisha mimi.
Mdogo wangu, najua hali hii ni ngumu sana. Najua fika ni kiasi gani imeweza kuhasili kwenye moyo wako, lakini kumbuka wewe ni mwanaume. Pindi tatizo linapokuja, lazima utumie nguvu za ndani ili kuweza kukabiliana nalo, lisije likaharibu akili yako. Kama ulikuja kwangu ni kwa sababu ya kupata msaada, naomba nenda nyumbani, nitakufuata. Tutaongea na kukupa mbinu gani ambazo utakazotumia, kwa sababu naamini kwamba Rose bado anaishi kwao, na ili inaweza likaja kuwa tatizo. Takuja nyumbani kwenu, tutaweza kukaa na kuzungumza. Kaka, mimi nakuelewa, lakini sio rahisi kama unavyodhani. Ila nikiwa na wewe sina hofu kabisa. Niombe nisaidia kwa nini? Kama jinsi ulivyonisaidia, wala usijali. Asante. So babe, huyu ni rafiki yangu Sofia. Sofia, my boyfriend. Ule ambaye nilikuwa nakwambia toka siku zile. Yeah. Ni mgeni hapa kijijini kwani huwa anakuja kutazama tu biashara zake na anaondoka. Unamwonaje? Handsome. Ni mzuri. Kumbe shemeji wewe mgeni. Karibu sana. Asante shemeji. Mbona kama uko sawa? Niko sawa baby, niko sawa. Kuna tatizo lolote? Hamna tatizo lolote, mimi nipo sawa tu. Okay. Au hali ya hewa inakuwa? Yeah, unajua tena mazingira unao tofauti nini? Yeah. Maybe. So Sofia, this is my man. Ndio umemtarajiwa? Yeah. Soon tu. Baby. Mimi naomba nikuache kidogo. Na kuhusu ile issue nitakwambia hapo utanikuta ili tuweze kumaliza. Mbona ghafla? Ni kwa sababu jamaa nina issue naye kidogo. Mimi baadaye nitakupigia simu ambayo itakuwa sawa. Okay? Okay. Bye. Sawa bro. Mola unisaidie.